Kitu kiko sawa, mimi niko sawa pia. Ninamshukuru sana Mungu niko sawa. Naendelea vizuri na leo sauti yangu unaisikia vizuri, si ndio? Karibu sana. Karibu katika ripoti ya leo ya EFM. Tunakutana kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumanne, mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku, na hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Tunao mkasa mzuri wa ndugu yetu anaitwa Meshak. Tumeanza nao tangu siku ya Jumatatu na leo ni siku ya Alhamis. Leo ni siku ya 4 tangu tumeanza mkasa huu, na huu ni moja kati ya mkasa wa kipekee sana. Ndugu yetu Meshak anatueleza safari yake ya maisha, akitueleza kwa habari ya hasu zake akiwa kama kijana wa Kitanzania na elimu yake ikiwa ni kidato cha 4. Anakuwa na struggle kutafuta nini naweza nikafanya kikanipa kutoka kwenye maisha. Anakutana na jamaa mmoja ambaye yeye ameshaona mtonyo mahali na anadili na masuala mazima ya ufugaji wa kuku wa mayai, na anatueleza Meshak anaenda kujoin naye, na mwisho wa siku anakuwa ni rafiki yake ambaye anampa nafasi kubwa sana ya ukaribu kweli kweli, ambayo yeye inakuwa ni faida kwake. Tulishia pale wamepata nafasi ya kuzungumza na anamwambia na kuongezea majukumu. Sasa wewe umekuwa ni kijana bora sana na naamini tutafika mbali. Karibu sana usikie leo katika haya ambayo ndugu yetu anaitwa Meshak akishia pamoja nasi nini ambacho hasa Meshak anakieleza katika safari yake ya maisha. Karibu. Yes. Wakati tunazidi kusonga mbele, tupo na kampeni yetu ya Jikune kutimiza miaka 11 ya EFM, na wewe kama msikilizaji wetu basi ni vyema ukaijua hiyo. Tumekuandalia zawadi kwa ajili yako. Tuko na zawadi za simu za kutosha kabisa, tupo na friji, tupo na TV, tupo na pesa kwa ajili ya kukulipia kodi, kwa ajili ya kukulipia bili za maji, kwa ajili ya kukununulia umeme. Jamani, zawadi ni nyingi na zinakuja moja kwa moja kwako wewe msikilizaji wetu. Sijui unatusikiliza ukiwa na miaka mingapi, lakini tumetimiza miaka 11 EFM. Una nafasi ya kupata hii zawadi. Ingia kwenye menu ya simu yako kwa wewe ambao unatumia Vodacom, unatumia Airtel au unatumia mtandao wa Yes. Ingia hapo kwenye menu hii hapa. Kwenye menu ya nyota 100 na yes, nyota 150, nyota 45, nyota 1 alama ya reli, nyota 150, nyota 45, nyota alama ya reli. Piga, utaulizwa maswali hapo, utayajibu na nafasi ya kujishindia kwako ni kubwa sana. Zawadi hizi ziko nyingi na ziko kwa ajili yako. Karibu sana msikilizaji. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, na sisi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Meshak. Meshak anasema haya ni mazungumzo kati ya mimi pamoja na bosi wangu. Amekuwa ni rafiki yangu sana kiukweli, na ni mtu mwenye ndoto kubwa. Mipango ni mikubwa sana. Ni mtu ambaye anapenda kujifunza vitu vipya, na kile alichokuwa nacho anakiambukiza kwangu, na ananiambia nataka nikupe au nikuongezee majukumu, na mimi niko tayari kwa ajili ya hayo majukumu. Meshak anasema aliniambia, unalikumbuka zoezi letu ambalo tulilifanya? Nikamwambia ndio. Aliniambia basi nataka wewe uwe msimamizi wa hivi vitu vyangu. Nilimwambia unamaanisha nini? Akasema unajua kupushi biashara zisogee, hivi vitu vinahitajika sana. Hatuwezi kukaa bila kufanya kitu. Hatuwezi kutegemea akili tu. Hatuwezi kutegemea nguvu tu. Hivyo pia vinapeleka hatua mbele, lakini umuhimu wa hivi vitu ni mkubwa sana. Unajua kwenye biashara, wewe unaweza kuwa unafanya biashara, unapambana kwa namna moja ama nyingine kufanya biashara yako,
lakini kuna mwingine hafurahii biashara unayofanya. Kuna vijicho kwenye biashara, kuna kuharibiana kwenye biashara. Kwa hiyo kuwa na vitu kama hivi ina maana vinakupush katika bidii tunafanya, katika namna tunapambana. Hii inatupush, hatuchelewi kufika mahali tunataka kufika. Kwa hiyo nataka usimamie vitu vyangu hivi. Nikamwambia ni lile zoezi kama nilifanyika siku zile, mimi niko tayari na nikuahidi nitafanya kwa bidii. Akaniambia kweli? Nikamwambia kabisa kabisa. Kwa hiyo kuna sehemu yake nyingine ambayo pia inadili na ufugaji wa kuku. Ina maana mazoezi kama haya yakiwa yanafanyika, ina maana nitaenda pia huko na kufanya. Lakini alinieleza kwa habari ya biashara zake za farmers kwamba zinasimamiwa na mke wake, lakini akaniambia pia atanipa mwongozo wa namna ambavyo tutakuwa tunaenda kufanya ile zoezi huko. Unajua, najiuliza kwa nini mimi? Unajua, huyu ni mtu ambaye ana mke, ana watoto, ana ndugu. Kwa nini niaminike mimi sana kwake? Katika hali ya kawaida hata unaweza ukajiuliza hilo swali. Katika hali ya kibinadamu unasema nina bahati. Ni kibali ambacho Mungu amenipa kukubalika machoni kwa bosi. Naamini kwa mfanyakazi yoyote hicho ni kitu cha fahari sana. Umekubalika na bosi. Bosi anakuelewa. Mkiwa kwenye kikao, bosi yeye ndo anakuzungumzia. Kwa mfano fulani, huyu ni bora sana, huyu ni mtu ambaye ni mfano wa kuigwa. Unaona? Kwa hiyo na mimi binafsi nina feel niko sawa, najisikia vizuri kwa namna ambavyo bosi ananipa majukumu kama haya. Ndio, na niliyapokea. Tulipata muda wa kuenjoy sana. Na ni mtu ambaye ananipush na kunishauri vitu pia, kwa sababu nakumbuka katika meeting yetu hii aliniambia, Meshak, maisha ndo haya. Na kama kijana una ndoto, lazima uanze kuishi kwenye ndoto zako. Aliniambia, kijana kama wewe ambaye sasa hivi unaweza kupata 200-300, kuna vitu vya msingi vya kuanza kufanya. Una ndoto ya kufanya biashara, na mimi niko hapa na kuahidi nitakupush kwenye hilo. Lakini una nafasi ya kuanza kufanya vitu muhimu. Kijana kama wewe sasa hivi anatakiwa amiliki ardhi. Sijui unanielewa? Inatakiwa uanze ujenzi wa nyumba yako. Hivi ni vitu vya kufanya mapema kama unapata nafasi kama hii. Mimi sikufanya mapema kama wewe kwa sababu sikupata hiyo nafasi. I say, unakutana na bosi ambaye anakushauri vitu kama hivyo na anasema ngoja nikuulizie kwa mshikaji wangu mmoja kuna eneo, alafu nitakwambia. Na hatutashindwa, tunaweza tukasapotiana. Unaweza ukampata wapi bosi kama huyo? Wapi unampata bosi kama huyo mwenye kukubali kiwango hicho, yani ambaye anakukubali kiwango hicho? Nilijisikia vizuri, na rejea tena nilijisikia vizuri. Na hii ilikuwa ni hatua ya mimi kurejea kazini na kufanya kazi kwa bidii. Sasa kutokana na majukumu niliyokuwa nayo, mimi ilibidi nimtafute mtu ambaye anaweza akawa anafanya kazi kwa niaba yangu. Lakini zile kazi muhimu ambazo mimi nimekabidhiwa na bosi ni mambo ambayo nilibaki nikiyasimamia mimi mwenyewe. Kwa hiyo sikubaki eneo moja, niliweza kutoka location hii nikaenda location nyingine, nikatoka hapa nikaenda sehemu nyingine, nikatoka, yani niko busy kweli na kazi. Na ni kweli tulifanikiwa, tulipata eneo na bosi alinichangia kiasi kidogo, nikawa nimemiliki ardhi. Na akawa anasema, yani anza kutengeneza ramani, yani anza kuwa na ramani yako, tengeneza kabisa. Unapata kidogo unatupia, unapata kidogo unatupia. Na aliniambia wala sio kazi kujenga ni kuamua. Nataka nijenge. Yani wewe utakachokuwa unafanya, unatunza pesa nyingi, labda una pesa yako ambayo unaweka labda fixed account. Ndicho alichonielekeza huyu bosi wangu ambaye ni role model wangu. Kuna kujenga kwa watu ambao wana pesa, kuna kujenga kwa kudunduliza. Na akiniambia kwa level uliokuwa nayo wewe kama kijana, wewe kuna namna ya kujenga hii na kuelekeza. Akaniambia unanunua eneo, ndo kama hivi mimi nimenunua eneo, unakuwa na account ambayo ni fixed account. Hii account unaweka tu pesa, halafu kuna pesa ambayo unakuwa unaanza kujenga kidogo kidogo. Wakati una account unaweka ila kidogo kidogo. Halafu kuna hii hapa
ambayo unaenda kujenga kidogo kidogo. Kwa mfano nyumba inatakiwa matofali 5,000. Unaenda kuwekesha kwenye duka la vifaa vya ujenzi. Unaenda kuwekesha hapo. Unaanza kuwekesha matofali, umepata hela 5,000 unatuma, umepata shilingi ngapi unatuma. Nafika unasema simenti zinahitajika simenti ngapi, unaweka. Na akaniambia unaanza ujenzi kidogo kidogo. Akisema kwa nini, akiniambia zile pesa ambazo unaweka zile fixed account kidogo kidogo, kuna mahali pesa itahitajika nyingi kwa mara moja kwenye ujenzi. Kwa hiyo kama utakuwa huna pesa nyingi, inaweza ikawa ni ngumu sana kwako kufanya kwa mara moja. Nikamuuliza ukimaanisha nini? Anasema unapofika level ya ujenzi kwenye renta pale, ukifika kwenye eneo la kwenye renta, unapoanza kupanda juu, unaanza kuweka zile mbao, ndio tunaita nini Kiswahili kizuri, unataka kuweka bati. Na maana unapoweka zile mbao lazima uwe na bati. Na uweze kuweka tu ukaacha, inaweza ukakuta mvua zikanyesha, sio salama sana. Weka mbao, weka bati, maliza hilo zoezi, linakuwa limeisha. Kwa hiyo hapo utahitaji pesa nyingi kwa mara moja. Na vizuri ukiamua kuwezeka nyumba, ezeka nyumba yote. Kondo hii ambayo nitakuwa nikiitunza. Na ni mtu ambaye alikuwa akiniambia siri ya hatua zake, yani kila kitu ananishirikisha kuhusu yeye. Nasema nilimbeba kwangu, ni bosi, ni kaka, ni role model wangu. Natamani kuwa kama huyu mimi siku zangu za baadaye. Anatueleza ndugu yetu mpendo wetu, anaitwa Meshak. Meshak anasema niliendelea na majukumu yangu ya kazi na harakati zangu za maisha kama kawaida. Mapambano yanaendelea, maisha yangu yambadilika. Nimekuwa na support sana nyumbani kwa sababu na uwezo kupata chochote. Kwa hiyo nimekuwa nikisupport pia nyumbani kwa namna moja ama nyingine. Maisha yanaendelea. Niliendelea kufanya majukumu ambayo nilikuwa nikielekezwa na huyo kiongozi wangu. Hata katika ile ofisi nyingine, huyu mtaalamu tumekuwa naye karibu sana. Tunaenda tunafanya hili zoezi, hatukuishia hapo. Kuna nyakati aliniagiza na nikaenda sehemu ya mbali. Nikaenda katika mkoa mmoja ambako walikuwa na ofisi kubwa sana ya pharmacy. Nikaenda huko. Nimeenda huko nikafanya hili zoezi pia. Hili zoezi, lakini lenyewe lilikuwa sio habari ya kufukia mbuzi. Huko kuna vitu tunaenda kufanya kwenye biashara. Akisema biashara zinatazama sana kwa kijicho. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kauli yake. Kwa hiyo pharmacy zake pia na zenyewe alikuwa anaziwekea mazingira ziendelee kuwa na wateja, ziendelee kusurvive, ziendelee kufanya vizuri. Utapita, utaenda kununua dawa, utanunua kwake. Yani dawa utanunua kwake. Kwa hiyo ni maduka ambayo alikuwa akifanya vizuri sana. Ndio, msikilizaji, nikupeleke mapumziko kwa dakika chache, na mimi nitarejea hapa hivi punde, maana ni mapumziko kidogo. Asante kwa kuendelea kunisikiliza. Yes, na tuendelee kuwa pamoja mpaka saa 2 kamili usiku. Dogo, na tunasogea mbele zaidi msikilizaji. Dakika nazo zikiwa zinazidi kusonga mbele, lakini kipekee ni kushukuru sana wewe ambao unatufuatilia popote pale ulipo. Asante pia ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Na mimi nakuona hapa. Kuna mtu ananiambia, yani Vero, mimi hapa niko hapa YouTube, nakutumia tu message, hata kusoma unaona kazi. Jamani, sasa nimeona ni vyema tutaweka utaratibu mdogo. Utakuwa na dakika za kwa ajili yako wewe msikilizaji wangu kabisa. Sikutendei haki. Takuwa na dakika kadhaa hapa, takuwa nasoma ujumbe, afu takuwa napokea simu pia. Imekaeje hiyo? Iko poa Yes, nakuthamini sana. Sometimes muda unakuwa tu ni mchache, lakini niko nawe. Na nakuthamini sana na nashukuru kwa uwepo wako. Yes, ndugu yetu anaitwa Meshak akiendelea kushia nasi haya katika safari yake ya maisha. Meshak anatueleza, Meshak anasema, mimi nayakumbuka haya katika safari yangu ya maisha. Nayakumbuka sana. Harakati za mapambano zinaendelea. Mimi kama kijana, ukaribu umezidi kuwa mkubwa sana, na hata nyumbani walikuwa wananiambia, Meshak, hapo umefika sasa hivi
Mungu amekubariki sasa hivi, angalau kimaisha umesogea. Vipi swala zima la kuoa? Na toka nimefahamiana na huyu bosi siku zimesogea, yani na hesabu miaka ambayo tumekaa naye tangu siku ile alinishawishi na nikaenda kule porini, na leo mimi nimekuwa ni mtu ambaye nafanya vitu vyake vingi sana. Yani sio tu huko porini, yani huko porini mimi imefika kipindi naenda kwa mission maalum, yani tunaenda kufanya yale mambo yetu zaidi. Lakini kuna watu ambao wanafanya kazi, kuna nyakati nasafiri naye ana project fulani sehemu, lakini mimi ndo mtu ambaye ninafanya, yani mimi ndo msiri wake, mimi ndo ambaye nafanya kila kitu chake. Nikizungumza hivi mtu unaweza ukaona unanielewa yani msiri wake, rafiki yake. Na mimi sio mtu pia wa mdomo kwamba nitapenda kuongea mambo ya mtu. Yani mambo ya bosi wangu ni ya bosi wangu, ni mshikaji wangu ni mshikaji wangu. Yani kwa mfano hata tunapokuwa tunatoka tunaenda huko mkoani, tunapopata time ya kuenjoy, anakuwa na wanawake na nini, namjua bosi wangu anapenda sana totos, lakini mimi sishei mambo ya mtu. Yani na anajua kabisa mimi ni msiri wake. Mke wake ananijua vizuri, na hata ingia kunihoji maswali kwa namna moja ama nyingine, nimekuwa ni mtu ambaye nina msimamo wangu. Kuna mara nyingine pia naweza nikamuendesha kwa sababu nimejifunza vitu vingi sana kwa kupitia yeye, na ananiamini sana. Yani ni mtu ambaye anaweza kanikabidhi pesa akaniambia, Meshak, hapa mimi ninaacha kwenye gari kuna milioni 50, tutaonana kesho. Mimi nitaondoka na hiyo gari, nitaenda zangu sehemu ambao nitalala, tutakutana, na kwambia zile pesa ziko salama. Tumeenda mahali tumekunywa, ana msichana wake ananiambia, mimi bwana leo sijisikii kuwa na mwanamke leo, mchukue msichana mrudishe kwao. Mimi ninamrudisha, yani ananiamini kama mimi huyo msichana anamrudisha. Yani kuna mtu sasa unaanza kunielewa uaminifu niliokuwa nao kwa huyu mtu. Ni mwaminifu sana, na nampenda kama ndugu yangu kabisa. Maana ni mtu ambaye ana upendo na mimi sana. Kwa hiyo ananiheshimu pia. Yani hata kama nitakosea, ni mtu ambaye hawezi akanibasti mbele za watu. Lakini bosi wangu ni mtu wa kubasti watu. Yani umekosea, mambo gani, acha wewe, yani wewe akili una kabisa. Lakini haniambii mimi hivyo. Ataniambia, mimi nilishindwa kukubasti mbele za watu, unajua. Unaona, mimi niko karibu sana na watu. Ukifanya ujinga watu wananiona mimi pia nimefanya ujinga. Pale uliboronga. Na mimi namwambia, nisamee kaka, nimejua kosa langu na nimerekebisha. Na ndicho kitu ambacho alikuwa ananipenda, kwamba mimi ni mtu wa kushuka chini na kumwambia kaka, nimekosea, ile jambo halitajirudia tena. Na mimi ndiye rafiki yake. Alikuwa nao watu mawashikaji, marafiki, lakini mimi nimeiva sana kwa huyu mtu. Nyumbani kwetu wanamjua, na hata wazazi wangu walikuwa wakimwambia, mwambie mdogo wako aoe jamani, yani mwambie huyu mzee aoe. Anasema mimi nitalisimamia hili jambo, na hili nitalisimamia. Nazungumza, tumekuwa na urafiki wa kiwango kikubwa sana. Siku zimezidi kusogea sana. Nakumbuka siku moja, naikumbuka hii siku, tulikuwa na project Mbeya. Sasa ilikuwa tuende hiyo safari pamoja, kwa sababu ana ofisi Mbeya. Na ofisi aliyokuwa nayo ni huku Mbeya, ni hizi pharmacy, kama nilivyokugusia baadhi ya biashara ambazo anafanya. Kwa hiyo kuna shughuli ambayo mimi nilikuwa naenda, kuna watu watakuja, na maana nitakuwa nafanya nao hiyo shughuli. Tukawa tumekubaliana vizuri, lakini akapata emergency, kwa mimi nikaenda mwenyewe na hao watu ambao tunafanya nao hiyo kazi. Nimefika pale, nikachukua zangu hoteli na wale watu, na maana tutakutana kwa ajili ya hilo zoezi. Wao wameshajiandaa kila kitu, kwa hiyo ni mimi kwenda kuweka mazingira mazuri na hilo zoezi lifanyike. Na hizo ofisi zake zote mimi ninatambulika kwa sababu ya shughuli ambazo waga nakuwa na rotate kuzifanya. Hizi mambo usifanye mara moja afu ukaacha. Hizi mambo unazifanya.
Kama ambavyo unaenda kwenye maombi kuomba, kwani unaomba mara moja uombi tena? Si unaomba ukifanikiwa unaomba kile ulichofanikiwa kiendelee kuwa na matunda mazuri. Basi hivi ndivyo ambavyo inakuwa, unaendelea kufanya hicho kitu zaidi, unaendelea kufanya. Sasa nakumbuka siku hiyo nimefika kwenye hiyo hoteli, nimechili tu pale nini. Sasa hivi mimi nakunywa, napenda kuenjoy. Naona na siku hizi nimejifunza kuenjoy na watoto wazuri. Yaani hivyo, yani ndo maisha hayo. Na bosi wangu ananiambia yani usipokunywa pombe, usipopenda watoto wazuri, raha ya maisha yani iko wapi? Yani starehe ya maisha nini? Kula. Acha bwana mambo yako. Hiki kijana enjoy bwana. Kuna muda utaacha hayo yote. Utakaa sasa utaconcentrate na mambo mengine yatakayoruhusu na iji yako. Basi nimekuwa tu nikitabasamu, na ndo naishi hayo maisha kwa sasa hivi. Sasa mimi napenda sana nikifika hivi location nilipofikia sasa hivi, yani nipate msichana. Na hii nimeibeba kwa bosi wangu. Pate msichana, mtoto mzuri. Na hata nikifika namwambia bwana, mimi nitafutie mtoto mzuri. Siniletee hapa mtu mzima. Mtu ambaye mkorogo umedunda. Niletee mtoto ngozi soft, safi kabisa, nikimuona anivutie machoni. Sasa sikio nimefika kwenye hii hoteli nishai kulala. Na niliwahi kulala, lakini si kumwambia mtu anitafutie hapa mtu, kwa sababu mtu nilikuja naye nilishatoka naye kwenye sehemu ambayo nilikuwa nimeenda kunywa. Sasa leo mimi niko hapa, ina maana namwambia anitafutie huyu. Kwa nikamwambia bwana, mimi nataka 1 2 3, tafutie mtoto mzuri. Na napenda wasichana wenye rangi kidogo. Nitafutie mtoto mzuri mwenye rangi. Sasa hapa tuko Mbeya. Akaniambia sawa. Nikamwambia asiwe mnene. Asiwe mnene na asiwe mwembamba sana. Awe na vinyama kwa mbali. Ndio maelekezo hayo. Ndio maelekezo sasa. Mtu mwenye hizo sifa. Huyu akaniambia, ambaye sasa ndo namwambia, akaniambia kaka, mbona una masharti hivyo? Sijui kama naweza nikampata mtu hivyo, lakini wapo. Sasa mimi kiukweli kusema kwamba naweza nikakuletea ukagaili, sijui, labda uje utaona wasichana 3 hivi umchague moja. Nikamwambia poa. Kwa hiyo kweli akanionyesha wasichana 3, nikamwambia wewe hapana, yani hapa sijavutiwa na hata mmoja. Nifanyie utaratibu bwana. Akaniambia ni hapa, labda utoke. Kuna huyo mmoja, ngoja tumjaribu kama atapokea simu. Yani kama hujapenda hawa, labda tupige simu. Nikamwambia basi cheki kama vipi mimi nitatoka. Kweli nikana akacheke, akasema nimemcheki huyo mtu atakuja. Yani huyo msichana atakuja. Poa. Basi mimi nikangoja hapa, kweli msichana kaja. Amekuja angalau. Nikaona angalau huyu hajapigwa na baridi sana huyu. Asijua baridi inapopausha huyu hajapigwa na baridi sana la Mbeya huyu. Nikaona sio mbaya. Yani kati mwingine ndio hivyo, ukiishiwa nyama hata nyasi unakula, ndio hii sasa. Kwamba na shida, angalau sio mbaya. Kwa hiyo ni maisha ambayo naishi, na kueleza hivi kwa sababu ni maisha ambayo nimekuwa nikiishi, na naona ndio maisha mazuri, ndio vitu ambavyo kijana unapaswa ufanye. Yani naona ndio maisha, kunywa pombe, kustarehe na wanawake hivyo. Mambo ya kuoa, hakuna plani za kuoa. Napata pesa kama hivyo, nyumba yangu nimekuwa nikijenga na nimekuwa na mafanikio makubwa, nishanunua eneo jingine. Naona mambo yanaenda, na kwenye akaunti zangu zinasoma vizuri. Yani ni maisha mazuri kiukweli. Situlii, niko na movement za hapa na pale, lakini kimaisha niko poa. Ndio. Maisha yanasema basi tukawa na huyu msichana usiku huu paka pambazuka. Mimi nikamwambia mimi nina jukumu, nimependa kampani yako. Nikamuuliza wewe mkabila gani? Akanitajia kabila lake. Nikaambia okay, basi njoo jioni. Akaniambia mimi siwezi kwa sababu sisi kwetu tuna shughuli. Nikaambia
shughuli tena mambo ya Kiswahili. Akasema hata hivyo nilikuja tu kwa sababu nilimheshimu, yani nilimheshimu madam mwezege kunipigia tu simu hivyo wakati anajua mimi na emergency gani. Kwa hiyo nilimheshimu tu yeye. Kiukweli tafuta mtu mwingine. Nikamwambia acha zako bwana, mimi nitakuongezea hela. Akaniambia hapana, labda kama utakuja kunichukua shughuli nikiwa nakaribia kumaliza. Nikamwambia unakaa wapi? Usio kwa unaishi Uswahilini huko. Akaniambia wewe ukimaliza shughuli yako wewe ni cheki. Nikamwambia sasa mimi shughuli yangu iko tight pia. Okay, nikimaliza mimi shughuli yangu nitakucheki. Akasema wewe ni cheki hata kama ni saa 10 usiku wewe ni cheki. Nikamwambia poa. Tukazungumza hivyo. Kweli mimi nimepata namba ya huyo msichana na mimi niko na jukumu ambalo tunalifanya, na hili ni tofauti na majukumu mengine yale ambayo tunayafanyaga. Yale majukumu tunayafanyaga yale zile tunafanya mazito zaidi, lakini hili lilikuwa sio jukumu kubwa. Ni wataalamu hapa wanaenda na kufanya mambo yao tu kwa haraka, tunakuwa tumemaliza. Kwa hiyo nilienda tukafanya hiyo shughuli, tukamaliza. Tumemaliza hapo, mimi nikawa niko free sasa. Na mimi maisha ni starehe, ni kunywa pombe, maisha ni kustarehe na wanawake, maisha ni bata. Toka pale nikamcheki, nilipenda kampani ya yule msichana. Ana story sana, yani ana vituko sana, na mimi sipendi msichana ambaye yani uko mpole ametulia tu hivi kama nani. Yani napenda wale charming, yani wale ambao yani wanakusumbua, yani stories hapa na pale na nini. Nikamcheki. Akaniambia bado niko kwenye shughuli mimi bwana, wewe mcheki mtu mwingine. Nikamwambia acha zako wewe, niambie nielekeze hapa nije nikufuate huko uliko. Akaniambia poa, nakutumia message. Kweli akanitumia message. Na mimi nikatafuta mtu nipeleke eneo fulani. Nimefika pale nikamwambia oya, mimi nimekaribia hapa nielekeze vizuri. Akaniambia sogea mpaka sehemu fulani. Nikamwambia poa, chukua bodaboda mwambie akupeleke kwa mtu fulani. Hiyo usiku hiyo. Na mimi nikafika pale, tukatafuta bodaboda amfuate huyo mtu nyuma. Kwa hiyo tukaenda moja kwa moja mpaka kwenye hiyo nyumba. Kwa hiyo tukafika tukaona nyumba ina shughuli. Nikamwambia nimefika. Akasema da, wewe ni noma. Wewe wasichana walivyo wengi hata tu pale hotelini unakaa unanisumbua. Mimi leo nilikuwa sitaki kabisa mambo ya kuhangaika na hao wateja. Nikamwambia acha zako bwana. Kweli bwana, nikafika pale. Nimefika msichana akachangamka. Kwanza msichana ni mlevi. Cha kwanza yani picha linaanza msichana ni mlevi. Mlevi hatari sana. Nikachangamka yani yuko moto hivi. Nikafika pale nakwambia yuko haya umekuja shughuli ndo hivyo, nakwambia shughuli tulianza nayo toka panapambazuka shughuli imeanza. Mimi nimejoin katikati shughuli ndo hii. Nikamwambia aise, sasa inaisha saa ngapi? Ndo kwanza kumekucha. Sasa hivi ni muziki, ni pombe, ni bata. Unakunywa nini? Na mimi nikaagiza pale kinywaji. Sasa mimi nikawa namwambia bwana tuondoke. Akanasema mimi inapofika mambo ya familia waga na utulivu. Naomba utulie. Kunywa hapa 2-3 tuone tunaenda wapi. Nikamwambia tunaenda wapi? Si tunaenda kulala sasa hivi usiku umeshaenda. Akasema basi tulia. Tuko hapa. Sasa tukiwa hapa mimi nikamuona msichana mmoja. Nikiwa niko hapa, nimekuja hapa kwa ajili ya kubeba mwanamke twende naye. Kamuona msichana mmoja. Huyo msichana amevaa vizuri. Akawa anamwambia yu dada, nimechoka, naombeni mniache nikapumzike, nimechoka sana. Huyu dada ambaye mimi nimemfuata anasema umechoka nini? Nakwambia asubuhi mimi sitakuwepo hapa. Hivyo vyombo lilikuwa ni jukumu lako. Mimi sitaki lawama kutoka kwa mama sitaki. Akana mwambia nimefanya kila kitu, naomba nikapumzike. Mimi muziki ni kelele sitaki, nataka nikapumzike. Yani wakiwa wanazozana. Akamwambia naomba umalize, mimi muda sio mfupi na nataka niondoke zangu. Nataka niondoke kila kitu kikiwa kimeshakamilika. Akarudi kwangu. Nikamwambia vipi? Akasema si unajua mambo ya shughuli za familia. Watu wakishaona washakula, watu wameshafanya hivi, pombe zimechangamka, watu kufanya shughuli hapana. Mimi ndo niko hapa nasimamia hili jambo. Nimesema leo tutakaa hapa mpaka panapambazuka. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanaendelea kufanya usafi huko. Nikamwambia ni nani? Akasema ndugu yangu. Nikamwambia ndugu yako kivipi? Akasema
ndugu yangu bana, leo nataka kujua kuhusu nini? Yani si familia yangu hii. Nikamwambia sasa ndo maana nakuuliza, ni mdogo wako? Akasema hapana, huyu ni kazini yangu, yani binami yangu, ila amelelewa na mama yangu, amesomeshwa na babangu. Babake kichaa mmoja hivi ataelewekage huko, tuko naye ndo tumekuwa tukikaa naye hapa. Nikamwambia msichana mrembo yuko, unamtaka? Wewe huwezi kumpata huyu hata siku moja. Kama nyie tena wanaume kama wewe, huwezi kumpata msichana kama huyu. Huyu mtulivu sana. EFM Nembo. Naendelea kukukumbusha kwa habari ya Jikune na kutimiza miaka 11 ya EFM. Msikilizaji, ukiwa mdau wetu wa karibu kabisa, basi ni vyema nawe ukawa ni mmoja kati ya wanufaika katika kutimiza miaka 11 ya EFM. Unachotakiwa kufanya ni kushiriki na wewe kuingia kwenye menu hii ya nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli na kupiga, na wewe ukakutana na maswali. Inawezekana ni maswali ya chemsha bongo, ni methali, jamani maswali yako mengi. Ukajibu swali moja wapo na ukapata nafasi ya kushirikia miaka 11 ya EFM kwa kujipatia zawadi. Zawadi ziko nyingi, kuna zawadi za simu, kuna zawadi za friji, kuna TV, lakini pia kuna zawadi ya kulipiwa kodi ya nyumba, kuna zawadi ya kununuliwa kulipiwa bili za maji, kununuliwa umeme na zawadi nyingine kadha wa kadha. Kikubwa zaidi unachotakiwa kufanya, basi uwe tu na mtandao wa Vodacom, uwe na mtandao wa Airtel, uwe na mtandao wa Yes, basi utafurahia hii Jikune ya EFM. Ndio ndugu yetu anaitwa Meshak akitueleza haya katika safari yake ya maisha. Meshak anasema, mimi Meshak nimepitia haya na nashia nawe ndugu yangu, rafiki yangu, popote pale ulipo usikie hatua zangu hizi za maisha na ujifunze kupitia mimi. Meshak anasema nyakati hizi nyakati za usiku. Nyakati za usiku na mimi niko hapa, nimekuja kumchukua mwanamke. Mimi nakwambia ukiwa na tabia hizi unaweza ukamfuata mwanamke urefu wa umbali mrefu sana. Yani unaweza kaa siku katulia, unasema hivi, unajua mimi niliendaga kule usiku wa manane kabisa kwenda kumfuata mwanamke ni mbebe. Yani kwa sababu mazoea yaliopo huwezi kukaa bila mwanamke. Yani popote unaenda kulala, umelipia sehemu, lazima mwanamke awepo. Kwa hiyo yule kama alinichangamsha kidogo, naona yani nasikia tu nafsi yangu, huyu mimi nataka huyu. Yani leo pia nataka huyu mimi niwe naye. Kwani shida nini? Si ni pesa? Nao wapo kibiashara. Sasa ananiambia kwa habari huyo ndugu yake, anasema wewe huyu. Nikamwambia kwa nini? Na yeye ni mwanamke. Mimi hakuna mwanamke ananikataa. Akasema wewe kwa hiyo wanawake wote unadhani ndio unaokutana nao barabarani eti ndio unadhani wanawake wote wanafanana na mimi hapa? Akaniambia ni kazini wangu. Sasa umewahi kukutana na wanawake ambao wale wanamcha Mungu sana, wale walokole wale, unawajua? Ndio huyu sasa. Huyo mwenzako akianza kuomba, huyu anaweza kaomba masaa 5 huyu. Unamuona huyo? Huyo sasa. Unaona kama hapa anaona kila kitu dhambi zinafanyika, ndio maana namkomalia, namwambia maliza kwanza kazi. Huyu sasa, huyo kazini wangu mimi nakwambia. Unamuona huyo na umri huu aliokuwa nao, hajawahi kuwa na mahusiano. Mimi niko aise. Kwa hiyo ndo anakaga anakuchuza hivi. Yani anakuambia yule msichana hajawahi kuwa na mwanaume. Akasema hajawahi kuwa na mahusiano. Nikamwambia wewe sio unaamini hivi? Besa wewe. Mimi unaniona ninavyopiga mingo? Si unaniona? Ninamjua kazini wangu. Ndio maana nakwambia achana na hizo habari. Njoo tuondoke. Nikamwambia mimi nimeuliza tu sio kwa ubaya. Akaniambia achana naye. Wewe tuende zetu. Sasa hapa akawa anasema tuondoke, lakini anataka kuaga. Ina maana amwage, amwambie kwamba kila kitu asimamie. Kwa hiyo tukaenda, nikamuona huyo msichana vizuri sasa, kwa sababu pale alikuwa anazungumza nimemuona kwa umbali fulani. Sasa hapa nimemsogelea huyo msichana. Ni kweli kavaa gauni yake ndefu na mikono yake pia kavaa gauni ndefu, kichwani kajifunga kiremba. Lakini ni msichana mrembo sana. Yani unajua mimi ni mwanaume ambaye ninaona vitu vinavyoonekana. Nakwambia sionioni tu, yani nakwambia naona vitu vinavyoonekana. Mimi pamoja na mahangaiko yangu
siangekiji na wanawake wasioeleweka. Yaani mwanamke asiyeeleweka yuko rafurafu nini, mimi napenda vitu. Napenda tu mtu fulani hivi, yani tuzurizuri fulani. Mtu anayechanua chanua hivi, yani kama huu waridi linavyostawi vile. Kwa hiyo nilivyomuona vile, pamoja kwamba amevaa yale mavazi ambayo hayanyeshi maungo yake, lakini nimeona huyu msichana mrembo. Ani msichana mzuri. Basi nikamuona pale vizuri. Akawa anamwambia, "Sasa unaenda wapi? Sasa hivi ni usiku sana. Unaenda wapi?" Huyu sasa niliyekuja kumfuata sasa huyu anasema, "Niache mwenzangu, niko na mihangaiko yangu." Akaniuliza mimi. Akasema, "Mnaenda wapi? Sasa hizi ni usiku na ndugu yangu huyu ameelewa. Mnaenda wapi?" Huyu sasa ndugu yake sasa ni udada huyo. Akasema, "Achana naye, leo nimepata kichwa kimenifuata mpaka huko. Mimi basi sikupenda, kwa nini aseme hiyo sentence kwa huyu msichana?" Nikamfinya hivi. Akasema, "Mtoka bwana, niache bwana. We tumeshamalizana, mimi naondoka zangu. Nafikiri mchana muda kesho ujioni tarudi. Naomba ufanye unavyofanyaga." Akamwambia sawa. Kwa hiyo mimi tukaondoka na huyu msichana. Tumeondoka naye tukaenda mpaka room. Mimi nikamwambiaje, "Hivi unajua mimi nimekwambia kitu serious, nimekuuliza kitu serious unajua?" Akaniambia, "Kitu gani?" Nikamwambia, "Wewe unajua mimi nimekuuliza kitu serious kuhusu yule msichana?" Akasema, "Kuhusu nini?" Nikamwambia, "Unajua yule msichana mimi nilivyomuona moyo wangu umeshtuka sana." Akacheka akasema, "Yaani uhuni mwingine bwana. Kwa hiyo ndio kuniambiaje sasa? Yule hajuzi, angekuwa anajuzi ningempigia simu aje. Hajuzi yule, mimi nimeshakupa information zake. Sasa nini sasa? Acha mambo yako." Mimi nikamwambia, "Bwana, mimi nakwambia ukweli kabisa, nakwambia. Tumekutana tulivyokutana. Hivi unajua yule msichana mimi nimemuona nimempenda. Ni kazini yako na mimi nakwambia fanya jambo niweke pale." Akaniambia, "Acha mambo yako ya kijinga bwana. Tufanye kilichotuleta hapa. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya biashara. Hizo habari nyingine mistake kuzisikia. Kama unataka tuzungumze hizo topic nyingine, nipe changu kabisa. Nipe changu kabisa nikukamilishie issue yako. Nipe changu tuzungumze hizo topic. Mimi sitakagi story unajua. Mimi sitakagi story. Lete hela tuendelee na story." Asa mimi nikwambie ili kukuambia kwamba na maanisha anachokisema. Mimi nakupa hela, lakini zoezi la mimi na wewe kushiriki hapana. Mimi namtaka yule pale. Mimi namtaka yule mwanamke, na ukinipa yule mwanamke utakula mema ya nje." Akacheka. Nikampa hela. Afu sikumpa vile ambavyo watu wanampaga huko mitaani. Huko mitaani si watu wanaenda 50 hizi, ikizidi laki, si ndio hizo bei. Mimi nilimpa 200,000, nikamwambia chukua hii hapa hela. Jana niulize nilimpa shingapi tulipokutana ile siku. Nilimpa 60,000. Lakini nampa mzigo hapa, naambia unaona hiyo hapa. Alafu sikutumii. Uelewe kwamba hiki ninachokisema na maanisha. Namtaka yule msichana. Akacheka. Akasema, nyie hela hizi nyie zitakuja kutuua. Kwa hiyo unaniambiaje?" Nikamwambia, "Ukiniletea yule msichana mimi nakwambia utakula mema ya nje. Mimi nakwambia, hunijui sikujui, lakini nakwambia niletee yule msichana. Mimi nimempenda." Akaniambiaje, "Mimi kukuletea yule msichana kwani ni kazi? Lakini huwezi ukampata. Huwezi kumpata. Mimi nakwambia, mimi kuna washikaji zangu kibao wameashangaika na yule anataka walokole wenzie. Hauwezi kumpata. Ndio nakwambia, kuna mshikaji wangu mimi sitaki kukuvunja moyo. Kapambana. Yule achukui hata 100 ya mtu nakwambia. Utasema utamuonga yule aongeki. Kwa sababu hata hiyo hela unampa, unavyomuona pale nywele zake pale, ni anaziosha, anazichana, anabana. Unaona mafuta anayopaka ni ya kawaida. Nguo anazovaa ni za unamuonga kwa matumizi gani ya fedha? Haongeki. Sikuvunji moyo, lakini kwenye hela pana njia. Mimi kazi ambayo taifanya
labda nimdanganye, nimlete sehemu akutane na wewe, litakalobaki ni juu yako. Yani wewe ushindwe wewe, kwa sababu mimi ananijua ndugu yangu mishe zangu. Kwa hiyo nikionekana na muunganisha, atajua kabisa wao ni vibaka wenzie. Kwa hiyo mimi tumalizane hivyo. Nikamwambia sasa mimi unajua sio mkaaji sasa hapa. Unaona mimi nimekuja tu, kuna project zangu nilikuja kufanya. Sasa siwezi kukaa. Akasema sasa ndio hiyo shida. Sasa labda siku ukija tena. Nikamwambia mbona hasa itakuwaje? Akaniambia kwani unatokea wapi? Mimi nikamwambia mimi niko sehemu fulani. Akasema usijali, naweza nikamshawishi siku nikaja naye, ili mdadi tutafutie sehemu ya kulala na kila kitu. Mimi namwambia twende, kuna shughuli nataka kufanya, labda kuna biashara nataka kufanya, anisindikize. Unaona? Waga ananisikiliza, anatamani siku moja mimi nibadilike. Kwa hiyo tutaona itakavyokuwa. Mimi nitakupambania. Lakini wewe unapokea simu zangu, chochote tuma, unaona hivyo. Yani tulipiga hizo story, na ni mtu mwenye story sana, uwezi amini. Mimi sikumtaka penzi huyu msichana. Nilimwambia nitafutie yule msichana, nipe yule msichana. Na hivi ndivyo yalikuwa mazungumzo yetu kati ya mimi na huyu msichana. Unajua haya mambo bwana, mimi natakiwa kuondoka. Na nilimwambia huyu msichana mimi naondoka, lakini nipambanie, tutazidi kuwasiliana, nitapambana nirudi mapema sana huko Mbeya. Akasema poa, na mimi nitapambana, takwambia kama unaweza ukatutafutia sehemu ya kufikia na kila kitu. Tamtengeneza huyu, nikifanikiwa na mimi nitakwambia. Tutaangalia nani atafanikiwa mapema, kama utafanikiwa kuja au mimi nitatengeneza huo mchoro nitakuja. Haina shida. Mimi bwana nimekubali hapa. Nimekubali tu kuwa Yuda Iskarioti, nimuuze mtu kabisa, ili mradi tu nipate changu. Nikaambia utafurahi. Wewe utafurahi. Nifurahishe mimi bosi uone. Basi ndivyo tulivyoachana na huyo msichana. Na mimi nikarudi zangu. Na nilimpigia simu mshikaji bosi wangu, nikamwambia isee, nikwambie hivi ushaje kusikia wakati wa kuoa ukifika waga umefika? Akaniambia unamaanisha nini wewe wa kuoa? Nikamwambia nimekutana na huyo msichana. Sisemi nimekutana naye wapi, lakini nilipomuona moyo wenyewe umesema huyu mwanamke huyu ndiye mwanamke wangu. Akasema acha hizo bwana. Nikamwambia nakwambia haki ninavyokuambia. Wapi uko? Nikamwambia yani nikikueleza ni wapi utanicheka. Itoshe tu kusema kwamba jamani nimekutana na mwanamke nimempenda. Lakini ninaambiwa masharti kibao kuhusu huyo mwanamke. Naambiwa mwanamke yani hatakagi wanaume, yani story ni ndefu, ina maana itaniingia gharama kumpata. Akacheka akasema kwenye nia pana njia. Hakuna jambo mwanaume smart anashindwa, na wewe ni mwanaume smart. Utampata. Ukiamua utampata. Sasa yuko wapi? Mbeya huko. Mbona hatari sana. Nikamwambia ndio hivyo. Tulizungumza mimi pamoja na mshikaji wangu, na hapa tulizungumza kwa simu. Kwa mimi nikarejea kwenye majukumu yangu ya kazi kama kawaida. Tunaendelea na shughuli za hapa na pale. Amenituma hapa, ameniambia hivi kuna hela fulani kachukue, ameniambia hivi gari inatakiwa marekebisho, gari inatakiwa service, gari ya mke wangu inataka nini. Yani mimi ni mtu ambaye ninafanya vitu vyake kwa ujumla, tena hivi vitu vya ukaribu sana. Shughuli zake huko nimesimamia. Kuna kitu hakiko sawa maisha, kuna kitu, kuna watu kule wanazingua pale, naenda nafuatilia nini shida, na solve jambo kwa namna gani, na zile mambo yetu tunaendelea kuyafanya kama kawaida, na hata tunaendelea kula kama kawaida. Sasa nilikuwa namcheki yule msichana yule wa kule Mbeya ambaye nilikutana naye na tukashiriki mahusiano mara moja. Nilipomwona yule msichana ambaye anasema ni ndugu yake, na maana nikasitisha kwamba nikionyesha na maanisha anachokisema kwamba mimi namtaka yule ndugu yako.
ananiambia sasa hivi yuko kwenye mafungo bwana. Sijui ana mafungo huko kanisani kwao, wana mafungo ya siku sijui 40. Maana nilikuwa namshawishi namwambia kuna project nataka tufanye. Sasa mpaka malize yao mafungo niko sasa nakuaje? Akasema basi wewe utakapokuja mimi nitakupambania umuone hata kama yuko kwenye mafungo, hata kama vipi sinaweza ukaenda hata kanisani kwao. Unaingia tu kanisani kwao hivyo, mimi nitakuelekeza kila kitu, nitumie basi hela. Nitumie hela. Yani huyu dada ni anataka hela. Yani anaweza akakupigia simu na kwambia leo nilikuwa namdokeza vipi kuhusu mambo ya ndoa au unawazaje. Anasema yeye Mungu atamuonyesha mume anayemuoa, nimepiga naye story. Yani akinipa tu hivyo story, akimaliza ananiambia vipi nitumie basi hela. Hivyo. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Meshak. Nikushukuru sana msikilizaji kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Yes, nilikuahidi nitakuwa na muda wa kusoma message yako, maoni yako, nitakuwa natoa time ya simu pia hata 2 jamani, lakini kwa leo niseme asante. Naweka mambo sawa ili kuweka hiyo ratiba ikae sawa. Lakini kwa leo nikushukuru sana. Asante kwa kunisikiliza. Asante.